unapofanya biashara fanya kwa usahihi, usizidishe, usiweke mabei makubwa, fanya tathmini inayostahili. Biashara iliyo sahihi, biashara itakayompendeza Mungu. Niwahi kwenda Kariakoo siku moja, nikamtania mtu, hebu nielezee kwa nini hapa kitu cha milioni 1 mtu aweza kuinua milioni 5? Lakini si kuanzia hapo, ni mchallenge kwanza. Hivi inawezekana? Yaani kitu cha milioni 1 kile milioni 5, sema hapa Kariakoo inawezekana. Hata cha 500 tu. Sio mnatembea Kariakoo. Kuna watu wanapigwa hapo. Kila mtu na biashara yake na maamuzi yake. Kwa sababu kila mtu anayefanya biashara lengo lake ni nini? Faida. Ila faida ikizidi sio kitu kizuri kwa Mungu. Ukumbuke Mithali anatukumbusha kuhusu balance. Nakumbuke pia Mithali anasema kuhusu utajiri wa haraka. Ndiye maana Mungu haja hata siku moja kutoa gari China ya kwako, alafu imekuja kwa ajili yako, alafu unashinda nyumbani melala. Au umeshinda nyumbani sawa, lakini unashinda nyumbani kila nyumbani. Unahitaji gari. Unahitaji gari. Unahitaji. Alafu pia unafunga. Ila haufanyi kazi hata siku. Utanunua maji, utanunua asali, utanunua nini, utawekea mikono, utazeeka, umjua atakuja bado. Na ndio maana Biblia inasema kuhusu bidii. Uadilifu na uwakili kwa chochote. Yaani unapokuwa unamfundisha mtoto kwenye level yote ulionayo, hayo ndio unayofundisha. Kama mfundisha hayo kwa kinyume na mapenzi. Biashara ambazo tumejidhatiti kuzifanya zinahitaji uadilifu. Uadilifu wa kwanza kumtanguliza. Biblia inasema mtangulize Mungu na mengine unazidisha. Mengine tutazidisha. Tumtangulize Mungu, mengine yote tutazidisha. Siko hapa kwa ajili ya kuhukumu kwenda hukumiwa. Nipo hapa kwa ajili ya kufundisha ili tukumbushane. Biblia imeniagiza nikukumbushe siku ya leo. Biblia imeniagiza siku ya leo tukumbushane. Tumtangulize Mungu. Ya dunia natuvuta katika mengi. Dunia tunavyo dhiki. Nikukumbusha, niliposikia habari unapigwa tu kwenye shingo, ukipigwa tayari. Nimekukumbusha hapo lipo mlionao. Wapo ambao walizaliwa kwenye tarehe ya kwako, awe ni mtoto hawapo. Kuna ambao walizaliwa hiyo tarehe walizaliwa hawapo siku ile. Yeye ni nani? Sisi ni kina nani? Kuna neema bado juu yetu. Tuifaidi kutumikia. Na kutumikia Mungu sio kanisani tu, kwa nyanja zote zinazotuhusu. Tumesafiri. Kwa kuwa tunachokihitaji ni kuona utukufu wa Mungu kidhihirika tu ndani ya maisha yetu. Utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu. Ninasema tusiweke mbali Torati. Tusiweke mbali neno la Mungu. Tusiweke mbali Mungu aliyotufundisha. Mungu anahitaji tusiweke mbali. Kwa sababu ndiye atatufanya sisi kuwa na ustawi unaoleta utukufu kwake. Hapa duniani yapo mafanikio mengi tu, lakini sio ya Mungu. Ndio maana wanasema kila kinachong'aa sio dhahabu. Lakini Biblia inatukumbusha siku ya leo, pesa yoyote ulionayo usidharau, mkabidhi Mungu, mkabidhi Yesu, na bidhaa yoyote unachokitafakari chote, ili wewe uendelee kujitwalia utukufu ambao unarudisha sifa na utukufu.
Unapopanga mipango yako, alafu mipango unaitoa katika ulimwengu wa mwili, alafu unamkabidhi, unatafuta ufalme. Inawezekana usinielewe, kwa sababu kuna watu wanafikiri kutafuta ufalme wa mbinguni kwenda kanisani tu, kwa mwanakwaya, mchungaji, bishop, askofu. Tukumbushane yale yote matokeo Mungu atakayoyafanya kwa kitu ambacho umemshirikisha, utafuatia utukufu Mungu. Kama kuna kitu ambacho umekifanya umeshirikishi mwanadamu, Mungu hajamkumbuka, utatembea na kumbukumbu za mwanadamu ndani ya maisha yako, na wala utakumbuka kwamba inawezekana uende hata binadamu kutumia akili za Mungu, kwa sababu Mungu hakuwa katikati ya utendaji. Na ndiyo maana ufalme wa mbinguni unapatikana popote tulipo. Mfanya biashara anafanya biashara katika ukamilifu, anapima muzani vizuri, sio anauanzia nyuma ya sifuri. Unafikiri umebeba kilo 1, umebeba gramu 950. Huyo mtu anatafuta ufalme wa mbinguni kwa sababu hajasema uongo. Amemwambia nimeweka jiwe la kilo 1 ni kilo 1. Sema tunaelewana?